warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin, habibina al-Mustafa sayyidul khalaiq wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyil amin wa ala alihi wa ashabihi dhawi shirafil azim. Watukufu wa Kiislam, baada kumshukuru Allah jalla fi'ala na kuzitaka rehma na amani zimwendee bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Leo kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala nimekuja mbele yenu kwa ajili ya kuelimishana elimu mbalimbali ambazo zinahusu dini yetu ya Kiislamu. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala ajalie elimu hizi ziwe ni zenye kuleta manufaa katika ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inshallah leo nitakueleza mambo au sababu ya kuteremka aya ambayo inazungumzia miezi mitukufu. Kuna aya kwenye Qur'ani inazungumzia miezi mitukufu, kwa inshallah nitakuelezea kwa nini aya hii inazungumzia miezi mitukufu ukiwemo na mwezi mtukufu wa Rajab, kwa nini imetajwa kwenye Qur'an na kwa nini imeteremshwa aya hii, asbabu nuzuli yake. Kwa inshallah sikiliza kwa makini sana, kwa nini aya hii imeteremka, ni sababu gani iliyosababisha aya hii iteremke. Aya yenyewe inasema hivi: qala Allahu azza wa jalla, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anasema, inna iddatash shuhura inda Allahi, hakika idadi ya miezi mbele ya Mwenyezi Mungu, 12 shahran, ni miezi 12, fi kitabillahi, katika kitabu cha Allah. Miezi ya Kiislamu ambayo ni miezi ya Mwenyezi Mungu ipo miezi 12 katika kitabu cha Allah. Tena yauma khalaqas samawati wal ardh, miezi hiyo imeanza tangu siku alipoumba mbingu, na miezi hiyo imeanza tangu siku alipoumba ardhi. Minha, katika hiyo miezi 12 ya Kiislamu, 4 hurumun, kuna miezi 4 mitukufu. Kwa hii aya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anasema hakika katika idadi ya miezi ambayo ipo kwa Allah subhanahu wa ta'ala, inayojulikana kwa Allah ni miezi 12 ambayo ipo katika kitabu cha Allah. Tena miezi hiyo imeanza siku ambayo Allah kaumba mbingu, na imeanza katika siku ambayo Allah kaumba ardhi. Katika miezi 12 yote ya Kiislamu kuna miezi 4 ambayo ni mitukufu. Hii ndio aya ambayo ipo katika Qur'an. Akasema sababu nuzuli hadhil ayat, sababu ya kuteremsha aya hii, kwamba annal mu'minina, hakika waumini, saru minal madina, walienda kutoka Madina, ila ahlu Makkah, wakaenda kwa watu wa Makkah. Waumini wa Kiislamu wametoka Madina wameenda kwa watu wa Makkah, kabla an yaftaha ala rasulillah, kabla mtume kuifungua Makkah kwa ni nchi ya Kiislamu. Kwa sababu kuteremka aya hii kwamba waumini wa Madina walitoka Madina wakaenda Makkah kabla mtume kuifungua Makkah kwa ni nchi ya Kiislamu kibibi kwa miaka hiyo. Faqalu, wale watu wa Madina wakasema kumwambia mtume na masahaba wake, wakasema kumwambia mtume na baadhi ya masahaba, wakasema inna nakhafu, hakika yetu sisi tunaogopa, ayuqatiluna kufaru Makkah fi shahr haram, sisi tunaogopa kupigana na makafiri wa Makkah katika miezi mitukufu. Masahaba wa Madina, waumini wa Madina wametoka Madina wanakwenda Makkah, wakamwambia mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba sisi tunaogopa kupigana sawa na makafiri katika miezi mitukufu. Katika riwaya nyingine kwamba mtume Muhammad yeye sawa na masahaba wake waliwaambia makafiri kwamba sisi Waislamu tuna hofu, tunaogopa kupigana vita katika miezi mitukufu. Pale pale fa anzalallahu ta'ala, ndipo Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala akateremsha aya hii, akasema inna iddatash shuhuri inda Allahi 12 shahran fi kitabillah, hakika miezi, idadi ya miezi ambayo inajulikana kwa Allah ni miezi 12 ambayo ipo katika kitabu cha Allah. Kwa hii ndio aya ikateremka hapo, miezi 12 ya Kiislamu. Hiyo ndio miezi ambayo inajulikana katika kitabu cha Allah. Katika miezi 12, miezi 4 ndio miezi mitukufu. Akaitaja miezi 4, akasema wa kwanza yani Rajab, mwezi wa Rajab, wa Dhulqaada, wa Dhulhijja, wal haram wal muharram. Hii ndio miezi 4 mitukufu. Wa kwanza Rajab.
wa Dhulqa'da wa Dhulhijja wal Muharram. Kwa hii miezi minne ndio miezi mitukufu katika miezi 12 ya Kiislamu. Kwa Allah subhanahu wa ta'ala ameteremsha aya hii baada ya watu wa Madina, kutoka Madina kwenda kwa watu wa Maka. Watu wa Madina wakawaambia watu wa Maka kwamba sisi watu wa Madina tuna hofu, tunaogopa kupigana vita na makafiri katika miezi hii mitukufu. Ndipo aya zikashuka hii na Mwenyezi Mungu akawaamrisha Waislamu msipigane vita katika miezi mitukufu. Kwa hii ndio sababu kuteremka aya, na miezi mitukufu ndiyo miezi minne ambayo nimekutajia. Kwa sababu nzuri, sababu kuteremka aya ni hiyo. Kwa na wewe ukipata klipu hii basi share kwa mwenzako ili na yeye apate faida kubwa kama hizi kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Tuombe Allah tufanye pesi na tukutane katika vipindi vinavyokuja. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.